Simanzi imeendelea kutawala katika eneo la Mabibo jijini Dar es Salaam kufuatia kuuawa kwa mkurugenzi wa kiwanda cha Xingli Jing Company, raia wa China aliyefahamika kwa jina la Bao Zhangji, ndani ya mazingira yanayoendelea kuzua maswali mengi. Taarifa za awali zinaeleza kuwa walinzi wanaolinda eneo hilo ambao wana mwezi mmoja tu kazini ndio waliotenda tukio hilo na wametoweka mara baada ya tukio, huku wakidaiwa kuondoka na begi lililokuwa na shilingi milioni 10. AyoTV tumefika leo na kuzungumza na mdogo wa marehemu ambaye ameeleza kwa kina namna tukio hilo lilivyotokea pamoja na kutuonesha eneo alilouawa ndugu yake. Hadi sasa hali katika eneo hilo la kiwanda ambapo ndipo alikuwa akiishi mmiliki huyo wa kiwanda inaonekana kuwa ya utulivu, huku ndugu na jamaa wakisubiri mkewe aweze kufika nchini kutoka China, ndipo taratibu nyingine za kuchoma mwili kufanyika na majivu kusafirishwa kwenda China kwa ajili ya mazishi ya mwisho. Jina langu ni Bao Sheng. Kwa Tanzania hapa na juliana kama Dennis Jerry. Mtu fariki ni ndugu yangu. Unaweza kutuambia ilikuwaje mpaka umauti ukamfika, mpaka kifo kikamfika? Here hapa ndo eneo tukio imetokea. Yani tunaweza kutambua damu hapa na damu nyingi ipo huko. Kwa postmortem ilionyesha hapa itakuwa damu ya miguu, huko itakuwa damu ya kichwani huko. Na tukio unaweza ukanihadisia labda lilikuwaje nyinyi mpaka mnafika mnapata taarifa na mwili kuona? Kwa jinsi ilikuwa, nafikiri muda ile ametazama na hii control box ya umeme. Anzoni amekata kwa miguu, then anajaribu nyonyika, alafu imepigwa na kichwani, amelala huko. Na mwili ndo mkakuta kwenye alafu mwili tumekuta kwenye mtolo ya maji. Unaweza kuniambia alikuwa ni mtu aina gani? Yeye ni boss hapa kampuni Xingli. Tunafanya recycling ya machupa. Tabia zake, tabia zake zilikuwa ni mtu aina gani? Ni mtu very polite. Yani na moyo laini. Na sasa unaweza kuniambia ratiba ya mazishi ikoje? Sasa mke yake na mtoto yake wanakuja leo, watafika kesho. Mnategemea kuzika hapa au mtasafirisha kupeleka China? Tutasafirisha China. AyoTV pia imezungumza na meneja wa kiwanda hicho ambaye yeye sasa anatuhadisia kwa uzuri hali ilivyokuwa. Kwa majina anaitwa Lucas Peter Shayo, ni supervisor wa Xingli Packing Material na pia ni manager wa Xingli Packing Material. Ilifika asubuhi majira ya saa 12 kwenda saa 1. Kuna kijana mmoja anakujaga anawahi asubuhi kwa ajili ya kuandaa mazingira ili watu wakifika kazini waendelee na kazi moja kwa moja, kwa sababu sisi wafanyakazi tunaingia saa 2 ila yeye anaingia saa 12 kwa ajili ya kuandaa mazingira. Kufika hapo kugonga geti, hamna anayefungua. Kagonga hamna funga. Kanipigia mimi simu kaniambia, "Mbona walinzi hafungue mlango?" Mimi nilipomwambia akamwambia, "Gonga tena." Amegonga hamna. Imefika hatua sasa alivyonirudia mara pili kabidi nimpigie mwasibu, sinimwambie una namba ya ule ndugu yake? Akaniambia nayo. Yeye mwenyewe akampigia kumwambia, babu fungua mlango." Kufungua mlango kweli wafanyakazi nao wameendelea kuingia, muda nao unaenda. Walivyoingia kuangalia walinzi hawapo. Wameenda ndani, bosi hayupo. Tafuta bosi hayupo. Mwasibu akaona imekuwa shida, akaenda kwenda kutoa taarifa. Je, kuna tukio lolote limetokea? Bosi wangu mimi haonekani, walinzi wamekuja huko au bosi wangu yupo huko? Wamesema hamna. Kumekaa, nimefika hii saa 2 kama na dakika 10 nikawa nimesimama pale getini ambao ndo nimeingia sasa. Na mimi kufika tu kwenye eneo la hapa ofisini, ikawa sasa watu nao nikamwambia, mmetafuta jamani? Nimejaribu kutafuta. Wakasema tushatafuta, tumeshakosa, hatuelewi. Nimekaa kama dakika 2 kulingana na wafanyakazi nao yani akili shahama, hawamuoni bosi wao. Tukasikia wanapiga kelele huku.
kupiga kelele ni nini, watu wakajua ni labda mtu kaanguka au kafanyaje. Kweli tumefika hapa, bosi huyu huku, bosi huku, kufika kweli katika eneo la tukio kila mtu kazidi kuchanganyikiwa, haelewi. Kweli tumeangalia hapa juu, viatu vipo hapa juu vyote viwili, tumeangalia damu ziko hapa, tumeangalia bosi kweli kalala kwenye mtaro kule. Ile kulala kwenye mtaro, sasa sisi hatujamgusa, hatujamshika kwanza mpaka usalama wafike. Usalama kweli wamefika, wamekagua mwili, wameutoa, wamefika hapo, wamepima, wameangalia, ndio tukajua sasa sehemu alizojeruhiwa, kwa sababu tulikuwa hatujui kajeruhiwa wapi. Damu zinaonekana lakini sisi hatujui. Walivyotoa mwili wake hapo nje hapo, wakaukagua, kweli tumeona wamekata kwanza hapa kichwani hapa mpaka hapa, yani nusu ya kichwa na mguu wamekata, yani mguu mmoja umening'inia na mmoja umeliwa kidogo. Ndicho kilichosababisha umauti wake paka ukamkuta. Na sasa ilikuwaje bosi akaja huko, wewe unavyosikia au ulivyoambiwa? Yani kwa hapa, kwa sababu ingekuwa vurugushani kule ndani, lazima labda wangesema labda mwenzao labda anasikia, lakini inaonekana walikuja naye huku. Walikuja naye huku labda kuangalia labda switch sui nini hapa, ndio tukio likafanyikia hapa, kwa sababu ingefanyia tukio kule au angemkata kule, lazima tungeona sisi damu zilivyokuja mpaka huku, lakini tukio zima limefanyikia kwenye hapa, kwenye hii control hii hapa ya umeme. Na wale walijuaje bosi ana hela? Kumekuwa kuna ulika gani wao tukujua bosi? Wale pale mchana inavyosadikika, bosi alienda kuchukua hela hapo nje kwa wakala milioni 10. Alivyoenda wale si ndio wanaomfungulia, na anabebaga kibegi chake kidogo tu, kibegi chake. Na tukio zima lilivyotokea na lile begi pia halipo. Kwa hiyo wamemuua na kile kilichokuwa kwenye begi nacho pia wameondoka nacho. Na hao walinzi walikuwa na muda gani tangia wameanza kazi? Hao walinzi hawana muda mrefu, wana mwezi kama na siku, yani wana mwezi na siku kadhaa. Yani kwamba hawajazoeana hata na wafanyakazi, yani wafanyakazi wao wenyewe yani hatunaga mazoea nao, kwa sababu wao walikuwa hawataki hata mazoea na mtu. Yani wao walikuwa ni watu wa kufanya kazi tu, ni watu wa kazi. Watu wa kazi. Tabia zao zilikuwaje? Walikuwa wanaonekana wapole sana, watu wema sana. Kweli kwa muonekano wao, kwa haraka unavyowaona uwezo kujua watu wana tabia mbaya au wana tabia nzuri. Kwa ajili kuangalia hivi unaona ni watu tu wa kawaida, lakini sio watu wa kucheka na watu. Tofauti na hao wengine wote waliopita. Yani wale tofauti sana, wako tofauti, sio watu wa kucheka sana na watu. Na sasa mpaka sasa tumefika leo hapa, ratiba za mazishi zikoje? Ratiba za mazishi hapa, hii familia yake inatoka China tarehe 21 kwa mkea tarehe 22 wanafika Tanzania. Wakishafika hapa wanakaa familia, wakishakaa familia ndio watapanga utaratibu, lakini kwenye kuaga tunaaga hapa kiwandani. Tukishatoka kiwandani ndio wanaenda wanachoma mwili, ndio mwili unasafirishwa kwenda China.